Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika fani za aina mbalimbali. Na leo tunaendelea katika fani ya balagha, lakini atambulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasis kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Himidi Mkunda. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi, Allahumma amin. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe pamoja na Sheikh Dabbasi bin Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu kabisa wenye kheri, salama, amani na mafanikio, kwa kuwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, baada ya kutazama adawatul istifham, leo tunakwenda kutazama adawatul istifhami pale ambapo zinapotoka katika maana za asli na kwenda katika maanin ukhara, kwenda katika maana nyingine, ambazo maana hizo tustafadu min siyaqi il-kalam, ambazo zitatambulika kutokana na siyaqi ya maneno. Tunakwenda sawa? Kuna mtu mmoja alishangaa sana tulipomwambia fi ni harfu jarri lil-isti'la'i wat-talassuq. Akashangaa, iltisaqi inatoka wapi wewe? Kuna vitu vinavyoitwa nini? Tustafadu min siyaqi al-kalam. Watu wa lugha wanafahamu hiyo. Yani ukikusikia unasema maneno haya wanakucheka ile ambalo wanaona yani hili ndio limechelewa kweli. Unashindwa kuelewa majambo kama haya. Kwa hiyo lazima tuwe makini katika fani hizi. Tunakwenda sawa? Lakini kabla ya kuingia rasmi katika darasa letu, kama ilivyo ada na kawaida, lazima nitoe tambihi. Sawa? Tambihi yenyewe ni kwamba kuna genge ambalo linapokea pesa kutoka Vatikani. Pesa hizo zinakuja Saudia, kisha zinatawanywa katika magenge ya wahuni ili kuingiza uhuni katika dini tukufu ya Kiislamu. Kuna kitu kinachoitwa Islahudi, we mzee. Islahudi maana yake ni Uislamu wa Kiyahudi. Ndio Uislamu huo unaitwa Uislamu, lakini Mungu wao ndio yule yule Mungu wa Mayahudi, na ndio huyo Mungu wa Manaswara. Ana mikono, ana miguu, ana macho, ana masikio, ana paja, ana ugoko, ana nyayo, ana vidole. Mtu kuisha kazi. Ndio huyo anamwabudu wao. Lakini Mungu wetu sisi Waislamu hafanani na chochote. Tunaelewana vizuri eh? Kwa hiyo ukisikia mtu anakuambia Mungu, kwanza huyo Mungu ana sehemu ya kukaa, Mungu wao. Kuna mahala anakaa, wanakuambia anakaa juu ya mbingu, juu ya arshi. Ndio Islahudi huyo. Mungu anayekaa sehemu, huyo ni Mayahudi na Manaswara. Wa kwetu sisi maujudum bila makanin. Yupo kabla ya kuumba chochote, alikuwa yupo. Kabla ya kuumba sehemu yoyote, alikuwa yupo, na ataendelea kuwa yupo vile vile alivyokuwa kabla ya kuumba, na baada ya kuumba ataendelea kuwa vile vile alivyokuwa. Tunaelewana vizuri eh? Sasa kuna watu wanapokea mshahara kutoka Vatikani, unakuja Saudia, alafu unaenezwa katika magenge yao. Genge la Pongwe linachukua fungu lake,
Genge lilokuwa Zanzibar linachukua fungu lake, genge lilokuwa Dar es Salaam linachukua fungu lake, na magenge mengine na yenyewe yanachukua mafungu yao. Yani 90% ya mawahabi wanalipwa kutoka Vatican. 10% tu ndo ambao wamenusurika, wao hawalipi. Sasa ukiona mtu anakuja kwa nini tunalipa, basi ujua kabisa huyo imemgusa. Tunaelewana vizuri Sasa vile vidampa vinavyo comment matusi venyewe ndio vijitu ambao vimefanywa ni mitaji isiyojitambua. Vidampa hivi vinavyo comment matusi, yani hivi vidampa vyenyewe ndio mtaji usiyojitambua. Wenzao wanapiga hela kupitia vidampa hivyo, venyewe vinashobokea kutukana watu, kuandika matusi. Sasa hayo matusi wewe yanakusaidia nini? Watu wanapiga hela kupitia wewe. Kama hujui, waulize vizuri wakubwa wako, tena kwa faragha ya siri watakwambia. Na sisi tunayasema haya, tuna ushahidi nayo kwa 100%, na ukifikia wakati tutayaweka hadharani, kwa sababu data tunazo hadharani, mpaka mwaka gani fungu, yani lilikuja kwa kiasi gani fungu hilo, na lilipokea nani, na yeye aligawanya katika yale matawi yake, aligawanya kwa kiasi gani. Na ndipo pakatokea ugomvi katika baadhi ya nyakati. Wakaanza kugombania mshahara, kwamba kwa nini umetugawia sisi hii wakati nitachoma kule kwenyewe. Maana ndivyo alivyo. Kwa hiyo ukiwaona wahuni hawa wakiwahabi, usifikiri kwamba eti wapo kwenye dini, wale wapo katika mishahara. Huo ndio ukweli wa mambo jinsi ulivyo. Namshukuru mtu mmoja ananiambia, shekhe, wallahi umetuzindua. Na mimi nimefuatilia, nimebaini hao jamaa wanalipwa kweli kutoka nje. Anaambia dhahiri kabisa. Na hata wewe unayetufuatilia hivi sasa, fuatilia vizuri, utabaini kabisa tunachokisema sio porojo, ndio ukweli wa mambo jinsi ulivyo. Wanalipwa. Yani hizo maraki unasikia markazi fulani, markazi suibun nani, markazi ibn nani, hela zinaenda mzee. Ndio ukweli wa mambo jinsi ulivyo. Kwa inshallah hii ni tanbihi ambayo nataka nikupeni ili muwe makini. Sasa anakuja jitu, inatakiwa wapi kiapo cha mubahala, ni mwapie nani? Hicho kiapo ni mwapie nani? Puzi wajinga. Yani mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, zile mihadhara walioiweka inazidi kuwafanya watu watujue sasa vizuri. Yani ya mihadhara iliyowekwa Yusuf Diwan, yani mimi naona hata yale maandishi wanaandika madogo, andikeni makubwa sana. Na hata picha mnaeniweka pale ndogo, wekeni picha kubwa sana, alafu wekeni plasta nene sana katika macho. Ndio nzuri hiyo. Kwa sababu mkifanya hivyo mnawapa fursa watu sasa, kwani Yusuf Diwani ni nani? Wana search katika YouTube, wanapata akaunti yetu, wanaanza kutazama darasa zetu. Kisha wanakuja na majibu, kumbe wale ni wahuni tu, wanamchafua ushekhe. Tumemtazama, tumeona maalumati yake ni mazuri. Wangapi wanapigia simu kwa hilo? Kwa hiyo mimi nawapongeza sana na niwape big up sana kuanzisha mihadhara hiyo. Yani msiache mzee. Safi sana. Hiyo ndo udi hiyo. Kaudin zadahu al-ihraqu tiban. Ni kama udi tu. Unavouchoma ukaisi unaukomoa, kumbe ndo unatoa harufu nzuri na unazidi kuwa maarufu. Ndio mambo jinsi alivyo. Kwa vidampa hivi vya kutukana hivi na viendelee sana, kwa sababu ndio mitaji yenyewe hiyo nayo na waingizia hela mabwana zao. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu atulinde na atunusuru. Nakwambieni haya ili muwe makini. Asije mtu akaenda mahala akaisi anakwenda kusoma Uislamu, kumbe anasoma Uyahudi. Akaisi pale alipokaa akakaa kwenye manhaji sawa, kumbe yupo katika Uyahudi. Kwa hiyo lazima tuwe makini sana katika suala hili. Tunakwenda sawa? Tunafahamiana? Aiwa. Sasa twende katika darasa letu. Wanasema watu wa balagha, waqad takhruju alfadhul istifhami an ma'naha al-asli fayustafahamu biha an shay'in ma'a al-ilmi bihi li aghradin ukhra tufham min siyaqi al-kalami wa dilalatihi, wa min ahammi dhalika ma yali. Sawa? Wanasema waqad takhruju alfadhul istifham, kuna wakati anatoka matamko ya kufahamisha.
Sawa? Yani matamko yale ya kufahamisha kuna wakati yanatoka wapi? An maanaha al-asli, kutoka katika maana zake za asli. Kuna sehemu ma inatoka katika maana ya asli, man inatoka katika maana ya asli, hamza inatoka katika maana ya asli, hal inatoka katika maana ya asli. Ndio anasema waqad takhruju alfadhul istifhami an maanaha al-asli. Kuna wakati matamko ya kutaka kufahamu yanatoka katika maana yake ya asli, fayustafahamu biha, basi hufahamishwa kwa kutumia maneno hayo, ani shay, kutoka katika kitu, ma'al ilmi bihi, pamoja na kujulikana kwake tafsiri ya asili ni ipi. Sasa huwa inatoka katika maana ya asli inakwenda liagharadin ukhra, inakwenda katika malengo au maana nyingine kabisa. Maana hiyo utaifahamu vipi? Sikiliza, wataalamu wa balagha wanasema tufahamu, itafahamika maana hiyo min siyaqil kalami, kutokana na mpangilio wa maneno. Sawa? Wadilalatihi, na dalili ya maneno yenyewe. Ndio inakwambia hii yani harfil istifham au adatul istifham hii iliyokaa hapa haina maana ya asili, tofauti na walivyo mawahabi. Mawahabi kila sehemu wanakuambia wanatafsiri kwa dhahiri yake. Matokeo yake wanakuwa maporojisti, hawajawahi kutokea katika dunia hii. Kwa nini? Kila sehemu wanatafsiri kwa dhahiri yake. Sasa kule kutafsiri kwa dhahiri ndio kukaleta shida, kukaleta matatizo, kukaleta migogoro. Basi wamekuwa ni watu wa ajabu katika hali za namna. Fani hizi hawana, hata wakijigamba sisi tunajua, sasa hamna lolote wanalojua, ni makelele tu basi katika hali za namna hii. Kwa hiyo anasema watu wa balagha, fayustafahamu biha, ufahamika hizo adatul istifhami ani shay, ufahamu kutokana na kitu, ma'al ilmi bihi, pamoja na kujulikana maana yake ya asili. Inafahamika kwa lipi? Li agharadin ukhra, inakwenda katika maana au malengo mengine tufahamu, ambayo yanaweza kufahamika min siyaqil kalami, kupitia siyaqi ya maneno, wa dilalatihi, na dalili zake. Sawa? Wa min ahammi dhalika, na miongoni mwa yaliyo muhimu zaidi katika hayo ni haya yafuatayo. Al-amru, inawezekana ikaja adatul istifhami lakini malengo yake na maana yake ni kuamrisha. Tunaelewana vizuri? Inaweza ikaja adatul istifhami, malengo yake na maana yake ni kuamrisha. Tunaona sawa? Ka qawlihi ta'ala, kama vile neno lake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fahal antum muntahun, fahal antum muntahun. Sasa hapa tafsiri ya kiwahabi, fahal, je, antum muntahun, nyinyi ni wenye kuacha? Je, nyinyi ni wenye kuacha? Hiyo kiwahabi, kwa sababu ni wazee wa neno kwa neno, ni wazee wa dhahiria. Ilmu za balagha hawajui, taratibu za fani zinavyokwenda hawana wanachojua. Tunaelewana vizuri? Sasa hii hal yani maana yake ni al-amr, ni fi'lul amr. Maana yake ni ay intahu, acheni. Fahal maana yake unasema intahu, acheni. Sawa? Fahal antum muntahun, kwa maana intahu, acheni nyinyi hayo ambayo mnayoyafanya. Lakini neno acheni haulioni biaini almujarrad, utaliona kwa nini? Kwa sababu ya kanuni za kilugha, hasa katika fani ya balagha. Utakuta hii hal ambayo ni ismul istifham au adatul istifhami, ambayo kule tumeiona ni adatul istifham litasdiqi, inabadilika, inatoka kabisa katika maana yake ile ya asli, inakuja katika maana nyingine ambayo ni nini? Ni al-amru. Kwa hiyo inakuwa ni ismul istifhami dallatu alayhi ala al-amri, inajulisha suala la kuamrisha. Fahal antum muntahun, hivi maana yake acheni kabisa nyinyi,
acheni kabisa katika hayo mnayo yafanya. Basi ndio maana ikaingia hal lil amri. Tunakwenda sawa? Waqad takhruju alfadhul istifhami sawa an maanaha al-asli sawa fayustafahamu biha an shay'in ma'a ilmi bihi li aghradin ukhra tufhamu min siyaqi al-kalam wa dilalatihi. Tunakwenda sawa? Naam. Tunaelewana? Naam. Sah. Lakini kadhalika inawezekana ikaja adatul istifham lakini ikatoka katika maana za asli ikaenda katika maani nyingine. Inaweza maana nyingine ni annahyu, kukataza. Sawa? Ikaja adatul istifham ni ada ya kutaka kufahamu, lakini inatoka katika maana za asli inakwenda katika maana nyingine. Miongoni mwa hizo maana annahyu, kukataza. Nahau mfa'aka qawlihi ta'ala, kama vile kauli yake Allah anasema atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu. Naona sawa? Anasema atakhshawnahum, iki wahabi sasa. Atakhshawnahum, je, mnawaogopa? Fallahu ahaqqu an takhshawhu, na Mwenyezi Mungu ana haki muogope yeye. Kiwahabi, je, mnawaogopa? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye haki, nyinyi muogope yeye Mwenyezi Mungu. Manake hapa ni watu sasa, nyinyi mnaogopa watu, mnamwacha Mwenyezi Mungu. Sasa ukisema mnawaogopa, manake hii alhamza inahtamil an yakuna at-tasdiqiyya au at-tasawwuri. Inawezekana kaja tasdiq au tasawwur. Sasa katika aya hii ukifanya kuwa ni tasdiq au tasawwur inakataa. Kwa kuwa inakataa ndio watu wa balagha wanasema waqad takhruju alfadhul istifhami an ma'naha al-asli ila ma'anin ukhra tustafadu min siyaqil kalam. Sawa? Wakasema inatoka katika maana ya asili inakwenda katika maani nyingine. Zitafahamikaje? Ni kwa sababu ya mlolongo wa maneno namna ulivyo au dalili. Kwa sababu ukileta hapa tasdiq au tasawur inakataa. Sasa kwa hiyo inatoka katika maana ya asli inakwenda katika maani nyingine. Maana yake ni nini? Annahyu, ni kukataza. Maana yake ai la takhshawnahum, la maana yake la. Sawa? Harfun annahi, harfu inayokataa. Sawa? Kwa hiyo tunaposema atakhshawnahum, hivi nyinyi mnawaogopa hao watu, maana yake tunakusudia la takhshawnahum, msiwaogope hao wanadamu. Kwa nini? Fallahu ahaqqu an takhshawhu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio ana haki zaidi nyinyi muogope yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hii hamza inakuwa ni istifhamu linahi, ni istifhamu ambayo inaleta tafsiri ya kukataza. Atakhshawnahum, sawa, msiwaogope hao wanadamu. Kwa nini? Fallahu ahaqqu an takhshawhu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio mwenye haki ya yeye nyinyi wanadamu kumwogopa yeye Allah tabaraka wa Ta'ala. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo alhamzatul istifhami qad takhruju alfadhul istifhami an ma'naha al-asli ila ma'anin ukhra tustafadu min siyaqi al-kalam. Kwa hiyo mawahabi hivi vitu hawana, kwa hiyo ndio wanatuletea makelele huko duniani. Na ubaya zaidi wamefaulu kuwafanya wajinga kuendelea kuwa wajinga zaidi. Wallahi hatari sana. Ndio unakuta vidampa vile havijui kitu, lakini mtihani mkubwa. Vinatukana kweli kweli vidampa hivi. Kwa hiyo sisi hata hatupati tabu na wahuni hao. Sawa? Aya, lakini kadhalika wataswiya, inawezekana ikaja hamzatul istifhami lakini litaswiya, kwa ajili ya sawa sawa tu, yani haibadilishi kitu, ndo maana yake. At-taswiya inabaki kuwa sawa sawa, hakuna kinachobadilika. Tunaelewana vizuri Tunafahamiana vizuri Ka qawlihi ta'ala, kama vile neno lake Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema
wasawaun alaihim aandhartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Sawa, sawaun alaihim ni sawa sawa tu juu yao. Inaitwa alhamzatul istifhami litaswiyati, ni hamzatul istifham litaswiya. Kwa nini? Kwa sababu hii hamza huwezi kuipeleka katika tasdiq wala tasawur, kwa kuwa inakataa tasdiq, inakataa tasawur. Basi kwa hali za namna hiyo sasa unafanyaje? Inatoka katika maana za asli inakwenda katika maani nyingine, tustafadu min siyaqil kalam, ambazo ufahamika kupitia siyaqi ya nini? Sasa Mwenyezi Mungu anasema ni sawa sawa tu kwao, wahuni hao. Aandhartahum, ukiwahofisha, ukawaogopesha, ukawapa habari za kutisha. Am lam tundhirhum, au hata kama ukaacha ukaamua zako ujikalie kimya, natija yao ni nini? La yu'minun, hawaamini chochote. Uyaambie jamani, hii akida mlokuwa nao ni akida ya Firauni, hayakubali. Uyaambie Mwenyezi Mungu hana makani kwa sababu atakuwa ametegemea kiumbe chake, hayakubali. Hiyo inaitwa hamzatul istifhami litaswiya, ni sawa sawa tu. Ukimwambia haibadilishi kitu, ukiacha kumwambia habadiliki kwa chochote, maana yake atabaki kuwa hivyo hivyo. Malahu sabadan wala labadan. Sawa, wanasema la khamrun wala khillu, sio pombe wala sio siki, utaitafutia jina wewe mwenyewe. Sawa, na wanasema hiyo ndio ile inasema yule shajara ule mti wa mzakumu, anasema nini? La yusminu wala yughni min ju'i. Sawa, kuna mti uko motoni huko, ukila haunenepeshi wala hauondoi njaa, ukiacha kula haunenepi wala hauondokewi na njaa. Ndo sawaun alaihim aandhartahum, ukiwaambia, am lam tundhirhum, au ukiacha kuwaambia, natija yao ni hii, la yu'minun, hawaamini tu basi. Ukiwaambia wakubwa wenu wanalipwa kutoka Vatican, mishahara inakuja Saudia, alafu inagawanywa katika vigenge hivi vya kihuni hivi, kwa kuwa ni watu ambao natija yao ni moja, sawaun alaihim anabatahum am lam tumbiuhum la yu'minun, ni sawa sawa. Ukiwaambia ukawapa habari ya kinachoendelea duniani au siwape habari, wao wanabakia pale pale kuwa wao ndio mitaji na upigiwa pesa. Kwa hiyo hawezi kubadilika kwa chochote. Ndio taswia hiyo mzee. Sasa hivi vitu wanavikosa mawahabi. Kwa hiyo hamzatu litaswiya, yani istifhamu li at-taswiya, ni istifhamu ambayo inataka majibu mengine ambayo ni majibu ya taswiya, sio majibu tena ya tasdiq wala tasawur. Tunaona sawa? Lakini kadhalika, hiyo ni surati Yasin aya ya 10. Lakini kadhalika wan nafyu, na inawezekana ikaja adatul istifham lakini kwa maana ya nafi, maana ya kukataa. Maana nahyu ni kukataza, alafu an-nafyu kukataa. Sawa? Sasa inawezekana ikaja kwa maana ya kukataa, ka kaulihi ta'ala, kama vile neno lake Allah anasema hal jazaul ihsani illa al-ihsanu. Sawa? Hal, kwa tafsiri ya Kiwahabi utasema, je, malipo ya wema isipokuwa ni wema? Kiwahabi, je, malipo ya wema isipokuwa ni wema? Wewe unaona tafsiri imekaa sawa sawa? Ndio mawahabi walivyo, watakutafsiria vya ovyo ovyo, alafu na mishipa ya shingo inawatoka. Wahuni wakubwa. Kwa lazima muwe makini katika kuzisoma hizi fani. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo hii hal ni katika adatul istifhami. Sawa? Katika ada ambazo ni za istifham, lakini hii inafidisha nini? At-tasdiqa. Sawa?
Lakini hapa ilipo, je, inafidisha tasdiqu? Ukitazama unaona tasdiqu hapa inakataa. Kwa kuwa tasdiqu inakataa, sasa inafanyaje? Waqad takhruju alfadhul istifhami an ma'naha al-asli ila ma'anin ukhara tustafadu min siyaqil kalam. Basi haya maneno istifham kuna wakati yanatoka katika maana za asili yanakwenda katika maani nyingine. Utazijuaje hizo maani? Ni kwa kuangalia mlolongo wa maneno namna alivyokaa, yanakupa majibu. Hapa imekaa hal au istifhamu hii kwa maana nyingine, sio ile maana yake ya asli. Sasa hal jazaul ihsan kimaarifa, sasa tushatoka kule kwenye kiwahabi. Kimaarifa, hal jazaul ihsani maana yake ma jazaul ihsani, hayakuwa au hayawi malipo ya wema, illal ihsanu, isipokuwa ni wema mfano wake. Tunaona sawa? Kwa hiyo hii hal ina maana ya ma ambayo ni nini? Ni harfu nafi, ni harfu ambayo inayokataa. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo hii hal inakuwa ni istifhamu linafi, ni istifham inayokataa. Tunaona sawa? Hal jazaul ihsan, hayakuwa malipo au hayawi malipo ya wema, illal ihsanu, isipokuwa ni wema. Maana yake ukifanya wema utavuna wema. Tulisoma pale Ghazali, tulikuwa tunasoma darsa moja linaitwa nafikiri ni as-sayyadu wan namla kama sijakosea, maana miaka mingi. Sayyadu kwa maana siku moja alikuwa, hapana, ndio as-sayyadu wan namla. Siku moja huyu an-namla, mdudu chungu au sisimizi, alikuwa pembeni mwa bwawa tafuta chakula. Wakati pale anatafuta chakula, fazallat qadama, nyayo zake zikateleza, akadumbukia katika maji. Pembeni kulikuwa kuna aliyamama, njiwa. Akamuona yule sisimizi kaingia mle katika maji, anatapatapa namna ya kutoka. Kaona nitamfanyaje kumsaidia? Akachukua mti akaweka pale kwenye maji, kwa hiyo karibu na yule sisimizi akashika ule mti, akafuata ule mti, akatoka katika maji. Baada ya kutoka katika maji, masiku kadhaa yamepita. Yule njiwa anapenda sana kutembelea maeneo yale. Fajaa as-sayyadu, akaja mwindaji na bunduki lake, kamuona yule njiwa mahala alipokaa. Akawa sasa analenga vizuri ile bunduki yake ili. Sasa yule simizi alipomuona akaona, hii hatari, mfadhili wangu leo anauawa. Basi yule simizi akapanda haraka sana katika mwili wa yule sayyadu. Alipotaka kuachia tu ile bunduki yake, basi yule akamng'ata kwa nguvu sana. Basi yule akampesuka kwa ile maumivu yale, kwa ile bunduki ikapita pembeni. Yule njiwa akaondoka. Alivyoondoka, sababu ilomsababisha yeye kunusurika ni nini? Ni ule wema wake alioufanya. Sawa? Ndio tunasema hal jazaul ihsani illa al ihsanu. Sawa? Maana yake ma jazaul ihsani illa al ihsanu, hayawi malipo ya wema siku zote ila huwa ni wema. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo hali ndio inaitwa istifhamu linafi, istifhamu ambayo inakataa. Kwa hiyo imetoka katika maana ya asli imekwenda katika maana nyingine. Tustafadu min siyaqi al-kalam.
ambayo inatambulika katika siyaki ya maneno. Kwa hiyo kwa leo tutakuwa tumezitazama hizi, bado ziko nyingi, tutaendelea nazo na kuzitazama. Kuna istifhamul inkari, istifhamut tashwiqi, istifhamut tahdidi, tutakwenda kuziona zote namna jinsi zinavyokuwa insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Naelewana? Tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo lazima tuwe makini katika kuzifahamu hizi fani, majambo yatakwenda katika mustawa na hali ya aina yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la mwisho kabisa niseme tu, tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie ufahamu na uelewa uliokuwa mzuri, kwa sababu ndugu zetu walichokosa, wamekosa ufahamu. Yani ishu ya ufahamu kwa mawahabi ni 0.000. Makelele wamefanikiwa, na kusoma matini wamefanikiwa sana, ila kuelewa hiyo matini yenyewe ndio shughuli. Wallahi Mwenyezi Mungu awanusuru na tunusuru pia nasi, na atupe mwisho mwema insha Allah biidhnillahil karim. Na mwisho kabisa niseme, ya Rabbi, tunakuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekhi zetu. Ya Allah, haya tunayafanya Mola wetu ikiwa tunapata thawabu, ya Rabbi tunakuomba thawabu zetu wapelekee wazazi wetu pamoja na mashekhi zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na bila shaka lau mtapouona ujumbe huu mtakimbizana huku na kule kuhakikisha mnalifanya hili jambo ambalo bila shaka ni jambo bora kabisa kabisa. Allahumma, Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa kila yule ambaye atakayefanikisha sisi kufanikiwa kupata vifaa hivi, ya Rabbi nayo mfanikishie katika yale anayoyatamani katika mazuri yaliyo katika nafsi yake, kwa hurma na utukufu wako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji laptop kutoka kwako. Ndugu yangu, tunahitaji desktop kutoka kwako. Ndugu yangu, tunahitaji kamera kutoka kwako. Ndugu yangu, tunahitaji stendi, mataa, ili ofisi yetu na kadhalika studio yetu iweze kuwa imara zaidi. Boreshaji ni nani? Ni wewe ndugu yangu, na bila shaka unaweza pale utapoamua kulisimamia hili. Lakini kuna yule ambaye anasema mimi uwezo wa kamera sina, lakini changu kidogo ninaweza. Tutafute kwa namba hizo, insha Allah tutapokea mchango wako, na bila shaka tutanyanyua mikono kumwambia Mola wetu, huyu sio tajiri, bali ameyafanya haya kwa mapenzi katika dini yako. Mola wetu, ya Rabbi nawe mpe mazuri kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin.